Mkuu wa jeshi la Iran Meja Jenerali Amir Hatami amesema kuwa iwapo maadui wataanza mashambulizi ya ardhini dhidi ya Iran, hakuna adui atakayebaki hai. Hatami amesema jeshi la Iran likiwa na vikosi vya ardhini, anga, majini na ulinzi wa anga lipo tayari kukabiliana na tishio lolote. Hii inakuja wakati Iran ikiendelea kujibu mashambulizi ya Marekani na Israel kwa makombora ya ndege zisizo na rubani. Hayo yanajiri wakati jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC likitangaza wimbi jipya la operesheni yake iitwayo True Promise 4, ambapo imeshambulia maeneo ya kati ya ardhi za Palestina zinazokaliwa kimabavu na Israel. Mashambulizi ya Iran yalisababisha taharuki kwa wakazi wa Israel. IRGC imeongeza kuwa mashambulizi yake yanaendelea kuanzia kaskazini hadi kusini mwa ardhi za Israel, na silaha zaidi zinaanza kutumika hatua kwa hatua katika siku na miezi ijayo. Haya yakijiri, msemaji wa jeshi la Iran amesema kuwa Marekani na Israel zimekuwa zikilenga shabaha zisizo muhimu na lazima zitalipa uchokozi wa kuanzisha mashambulizi. Amesema silaha za Iran zitatengenezwa katika maeneo ambayo maadui hawajui, na amepinga madai ya Trump kwamba hifadhi ya silaha za Iran imepungua. Mashambulizi ya Iran ni sehemu ya kulipiza kisasi kutokana na mashambulizi ya Marekani na Israel Februari 28 ambayo yalisababisha vifo vya uharibifu mkubwa wa miundombinu nchini Iran. Na takriban watu 13 wamefariki dunia na makumi ya wengine kujeruhiwa katika misururu ya milipuko mikubwa iliyotokea katika ghala la silaha mjini Bujumbura. Jeshi linasema katika taarifa yake hapo awali ili kwamba watu 57 pamoja na wanajeshi 3 walijeruhiwa. Nyumba na magari ya kibinafsi yaliharibiwa huku vifaa vya kijeshi viliharibiwa katika milipuko hiyo. Milipuko hiyo ilitokea Jumanne jioni katika kituo hicho kilicho katika kitongoji cha Musaga kufuatia hitilafu ya umeme, msemaji wa jeshi alisema hapo awali. Vipande vya silaha vilivyolipuka vilirushwa zaidi ya kilomita 5 sawa na maili 3. Hapo awali jamaa za watu walioshuhudia tukio hilo waliiambia BBC kuwa walishuhudia vifo 4 tofauti mjini humo, na vyanzo vya usalama viliiambia shirika la habari la AFP kwamba makumi ya watu walifariki, akiwemo mwanamke mmoja. Alisema jamaa ambaye alikuwa amezuiliwa katika gereza kuu la Mpimba alifariki baada ya bomu kupiga kituo hicho. Wafungwa kadhaa waliokuwa katika gereza hilo lililo karibu na ghala la risasi wameripotiwa kujeruhiwa. Mimi ni Amina Kanyinyi wa Dau TV.